Kuna time Beka ulikamata kabisa kiwanda cha muziki, kwa maana ya kwamba kila ngoma ambayo ulikuwa unaisikia kutoka kwa mwana hip hop bongo lazima usikie chorus ya Beka au Bele 9. Ilikuwa ni hapo, si ndio? Beka Bele 9. Nini kilitokea hapa kati tukawa tena hatusikii zile ngoma? Unajua muziki kuna muda ngoma zinatoka nyingi, afu kuna muda unakuwa relax. Naweza nikasema pia ni wasanii wako wengi. Kwa hiyo huwezi kuwa wewe tu muda wote unasikika, na video watu wengine pia nao waje. Lakini pia hiyo inarudi tena kwa sababu hapa ninapoongea na Kidunda hapa kuna video kama 15 audio ambazo zishashutiwa za wasanii tofauti ambao wamenishirikisha. Kwa hiyo nafikiri watu tu wakae mkao wa kula, utaratibu kwa vile vile. Mimi huaga sialibu, mtu akinipa dundo unanyoosha. Kwa hiyo watu wasiwe na wasiwasi. Kila kitu kiko vile vile kama mwanzo. Kwa hiyo kuna muda lazima tuwapate nafasi kidogo. Na hiyo imekuja baada ya mapema sana nilisema kwamba tutapiga story na wewe. Kuna baadhi ya wasanii wa hip hop ambao wanakuja kwenye game. Walikuwa wanasema tunatamani sana siku moja bana Beka weke chorus kwenye ngoma yetu na nini. Mimi ndio nikapata swali la kwamba bana huyu jamaa mbona hajafanya hivi muda mrefu sana? And utaratibu unakuwaje wa kufanya kazi na mtu? Inategemea. Na hapa sasa tuzungumze kwa wasanii ambao wanakuja, wanachikia nani ambavyo wanaweza kuwa support. Wana wengi sana na support. Kwanza so lazima so hela mbele. Si tuko kwa ajili ya kutengeneza hela zije. Kwa hiyo namwangalia mtu kipaji chake. Unaweza ukawa una hela kwa nifuata Beka na milioni 1 lakini ukawa unaimba vibaya, mimi siwezi kuchukua hela yako hata siku moja, ndio niko hivyo. Aidha nikakuelekeza kama tutaelewana au ukiwa mbishi nitakuacha mwenyewe na hela zako uondoke nazo. Kwa sababu muziki ni biashara na collab pia nafanya na pesa, lakini inategemea na msanii ninavyokutana naye na anavyokuja. Nishawasaidia watu wengi na sijaachaje hata mimi. Lakini kimona huyu msanii mkali na anaelekea, naweza nikafanya naye na msupport. Lakini muziki ni biashara na niko kibiashara. Na kwa sasa hivi upo Morogoro, mtu anaweza kupata hiyo nafasi ya kufanya kazi na nini? Niko Morogoro, kwa hiyo wasanii chikizi kama wataamua kunitafuta sawa. Niko hapa, niko Covent pia pale 88 na studio yote pia naweza nikaenda. Lakini niko Morogoro, wasanii wanataka kuniwasupport, waje wanitafute na mimi nipo hapa leo, niko live kupitia Bud Media. Na aishi tu kwenye kufanya ngoma, unaweza hata kama unataka ushauri na nini. Beka yuko hapa na experience nzito sana kwenye muziki au vibana. Kwa hiyo ukikutana naye mnaweza mkaongea vitu vingi zaidi ili kuhakikisha mnasimamisha gurudumu. Mimi binafsi nimeisikia leo Maarufu. Of course ni ngoma kali sana. Nilikuwa najiambia mwenyewe hapa kwamba ni moja kati ya track ambayo nitaiongeza kwenye playlist yangu ya zile ngoma ambazo nasikiliza sana. Hizi ngoma mbona kama umezidampo? Sijazidampo. Maarufu ni ngoma ambayo inajulikana worldwide. Ngoma zote zimetoka na zinajulikana. Kama Umaarufu je, umetoka mwaka gani? Umaarufu imetoka mwaka 2015. Mimi nimechelewa sana. Umaarufu imetoka lakini kipindi hiko niko na management, kipindi niko na Shebilavu tutoa Baikoko. Tuvotoa Baikoko ilianza kushutua Umaarufu. Kwa hiyo Baikoko ilivyotoka bosi akasema hii kali zaidi, niko na Shebilavu, kwa hiyo kabidi tuitoe Baikoko. Hata Baikoko ambao niko na Shebilavu ni ngoma ya pamoja. Japokuwa ikaanza verse ya kwanza, mimi nimeimba verse ya pili. Kwa hiyo ilivyotoka ile ndio ikafuata tena Umaarufu. Kwa hiyo nikashoot na video kali sana ilikuwa. Lakini baadaye kuna mambo yalitokea, maelewano kidogo kwa hamna na bosi. Kwa hiyo video sikuweza tena kuitoa. Kwa hiyo ngoma ikawa imefanya tu vizuri audio. Lakini pia nawaahidi mashabiki zangu video lyrics yake ya Umaarufu inakuja. Kwa hiyo watu wakae mkao kula, kila kitu kiko fresh. Bab kubwa. Na kuna changamoto sana ambazo wasanii mnakutana nazo hasa ambao mnasimamiwa. Yaani ukiwa chini ya management fulani, tunaona kiwanda kina wasanii wengi ambao wanalalamika wakitoka kwenye hizi management. Huwa panakuwa hamna makubaliano ambayo yamenyooka mwanzoni. Yaani wale jamaa wanaweza kukuletea pia mkataba. Kwa mkataba unavyoletewa ule, ndio maana pale kuna vipengele vingi. Inatakiwa uchukue muda kusoma. Wasanii nawaambia wanisikilize. Ukitaka kusimamiwa unapoletewa mkataba, wale jamaa wanakupa mkataba lakini una kipengele kwamba mkataba nenda kausome wewe na ndugu zako na watu wako na wajua wewe. Bwana tutakupa muda huu labda miezi miwili. Kwa unatakiwa utulie, usome mkataba na kama umelizika nao, umeridhia kufanya nao kazi, yani lazima pale umuite wakili, mwanasheria
bwana mkataba vipi 1 2 3. Lakini wasanii wengi kipindi cha nyuma mtu anapewa tu mkataba, ukishaona kuna nyumba, kuna gari, kuna sign tu, unasoma vipengele vingine, mwisho siku inakuja kukubana baadaye. Shona mimi kwa naweza nikasema bosi wangu shaka kuniambia huu mkataba tuliosaini wa milele. Nikamwambia vipengele pale hamna cha milele. Nikabidi nimtafute wakili wangu. Anaitwa John. Nikamwambia bana kuna 1 2 3. Yeye akafuatilia akasema hamna, mbona hivi hicho kipengele, sema yeye alikuwa anajua labda wewe una wakili. Umeona, kwa hiyo wasanii lazima muwe na wakili, wana sheria, ili chochote kinachotokea kwenye kazi yako ya sanaa uweze kwenye ghorofa. Jikwamua. Oh yeah, and leo tuna brand new project kutoka kwa Beka Title. Kidogo unaweza kuizungumzia hii track mpya ambayo tunaenda kuiachia leo. Kwanza hii surprise yani. Kwanza miondoko pia imebadilika huko ndani. Singeli. Singeli nimefanya mdogo wangu anaitwa D Killer. Ni mtoto hapa Morogoro. Anajua anafanya vitu vingi sana. Ndio kama nilivyosema mwanzo, huwa na support wasanii pia wadogo na wote tushafanya nao kazi. Lakini nilipofika studio kwa Meka, producer Meka yuko hapo. Kwa hiyo nilipofika akanisikilizisha beat akaniambia huu mdogo noma sana. Alafu nikapewa sifa zake pia. Kuna sehemu unafanyaga huko, kuna movement za Singeli huko. Kuna sehemu moja hivyo watu wanapiga mambo yao mengi. Kwa hiyo nilivyomsikia nikasema hebu ngoja tufanye kitu. Kwa hiyo tukafanya kitu, na kikawa kitu nimejipata producer Meka, final kama hizo Vantage Skill. Jambo zuri. Kuingia kwenye Singeli mzee umetushtua sana. Mimi nafanya muziki wote. Nilitoa nyimbo ya mwisho kutoa nimemshirikisha Sholo Mwamba inaitwa Uswazi, trap Singeli. Ile ni trap Singeli, lakini hii ni Singeli sasa yenyewe ni Singeli Laza ile. Ni kila Laza. Singeli Laza inaitwa. Mara mwisho nilienda kwenye Mwenge Chalinze. Nilipofika kwenye Mwenge uwezi amini mwanangu, bado kidogo mashabiki wanirushie mawe jukwani. Serious? Nikaanza kupiga tu ngoma zangu za Kenyamwezi ni zile kama kawaida yangu maarufu, watu hawaelewi, haiwezekani shuka. Vipi nikadondosha ni trap Singeli na Sholo Mwamba. Wakaanza mchaka. Nikapiga na Baikoko, watu mchaka ndo nikashuka, nikamshukuru Mungu. Kwa hiyo tangia hapo nilipotoka tena pale nikaenda Morogoro. Nikafanya project ya ambayo nimejipata, afu nikarudi dafu, nikarudi tena ndio ambao nimeingia jana, nimekuja leo. Nikasema sasa ngoma ngoja niachie, kwa sababu Morogoro na upande huu wa pwani wanapenda sana Singeli. Kwa sasa nawaambia vita ya Singeli nimeianza rasmi. Kwa hiyo wategemea kila ngoma Bongo Flava Singeli ndio. Tutapata mawe mengi sana ya Singeli. Sana mengi tu. Na hiyo ni kwa sababu ya kupata do na kuteka show. Kabisa, lazima mimi ni mwanamuziki, kwa hiyo chochote ambacho kipo kina trend lazima ndili nacho. So kila msanii anaweza kuimba Singeli akaswitch akaimba. So beat zote. Mimi naimba Singeli Laza tu. Kuna zile beat fulani wanaita kibate, siwezi zile. Unajua Singeli ziko kama 3. Kila siku ngapi? Singeli aina ngapi? 3 2. Kuna Laza. Singeli kuna aina 2. Kuna Laza na kuna Bakora. Bakora sasa mimi ndo si. Bakora ndo mkimbizano sawa vita yake ya dunia. Mix yao make a mix. Tuachane hizi mapiano. Mimi pia mapiano ninayo. Nataka niitoe. Lakini baada ya kuitoa mimi inabidi ndo tuachane hizi na mapiano. Kwa sababu mapiano muziki wa watu, sisi muziki wetu ni Singeli na Bongo Flava. Inabidi tu introduce Bongo. Wasanii wa Bongo najua wananisikiliza kupitia Good Media. Wananisikiliza hapa, wananiona social media kote. Kwa hiyo naweza nikasema tu promote Singeli, tu promote na Bongo Flava, ndo muziki wetu. Lakini mapiano tunafanya, inapobidi tunafanya kidogo, yani tusiwape sana support watu wa pembeni. Tudili na vitu vyetu wenyewe. Singeli na Bongo Flava. Lakini wasanii sasa hivi washaelewa, ndio maana naona hata kuna vitu vimerudi sasa hivi. Hata ukiangalia hip hop nini watu wamerudi, kuna vitu fulani ambavyo kwa hiyo ni jambo la heri. Lakini sasa inaonekana kama kuna uhuni sana kwenye muziki wa Singeli. Yaani mimi naweza nikawatetea. Unajua watu kwa unashindwa kuelewa watu wa Singeli. Kumbe unajua ndo nimekaa nao hapa. Mmepata balozi. Mmepata balozi watu wa Singeli, kumbe Wanyamwezi. Mmepata balozi. Mpaka wamezidi. Yaani Wanyamwezi sema ule Unyamwezi umepitiliza. Sasa kuna vitu bidi ni balance jamani. Hapa tunafanya hivi, tunaenda hapa. Na switch social network tupo 24 hours. Data isizime. Sasa kwenye swala la data hapo tutagombana na watu wa Singeli. Ila tutajitahidi.
tuwasupport wanetu wanaofanya singeli na bongo flava. Tuondoke. Si muziki yetu ni bongo flava na singeli. Oh yeah. Bab kubwa. Kuna mtu anasema, anauliza hapa, anasema muulize Beka bana, vita, of course sio vita, yeye japo ametumia neno hilo. Vita inayoendelea kwenye muziki wa hip hop bongo, yeye anaipokeaje akiwa kama msanii ambaye umefanya kazi na wasanii wengi wa hip hop? Of course sio vita, yeye japo ametumia neno vita. Nafikiri hii mvutano wapite kwenye BT, nani mkali, freestyle na nini, unaipokeaje? Yaani watu wa hip hop kwanza unajua watu wagubu au sio? Wanatakiwa wachane. Oh yeah. Watu wa hip hop nawaambia hapa wananisikiliza, wachane, watoe ngoma kali. Turudi miaka ya zamani kina Professor Fandesele, Juma Nature, kina Sogi Dogi, kina nani. Watu walikuwa wana mambo mengi, wanachana, wanatoa ngoma kali ambazo zinaishi mpaka leo. Kwa hiyo wasanii wa hip hop nao mabidi waige mifano kama ya watu waliopita. Okay. Achana na maneno kama taarabu vijembe haitakiwi. Tufanye kazi. Tutoe video, kazi ziende, watu tufanye biashara. Lakini masuala kugombana mara yeye mkali nani? Tutoe ngoma afu baadaye watu watuzo ndio watajua mkali nani. Oh yeah. Yeah. Na Aznas anakuja na tuzo zake, na nimesema hivyo kwa sababu anatusikiliza sasa hivi. Anasema Beka mpe tano zake nyingi sana. Yeah. Ana kazi na wewe anasema. Kazi. Aznas bana, bana Azma Mponda familia kabisa. Anasema akupe tano zako, lakini tuzo zinakuja. Wana tuzo za hip hop ambazo zinakuja bongo. Pengine hicho wanachokifanya wana hip hop waanze kuwekeza kama ambavyo unasema kwenye kazi, ili tuzo zikija zionekane zinatija pia. Yaani kwanza tushirikiane kwenye kazi. Usimbague kwa sababu anaimba singeli, anaimba bongo flava. Huyu anafanya sui hip hop. Tushirikiane, ibita singeli, mtu hip hop unapita, wanaume unapita. Tufanye kazi tuondoke. Wote tunawakilisha Tanzania. Okay. Kwa Aznas amefanya kwanza kitu kikubwa sana. Naweza nikasema Azma yeye kwanza sasa hivi ndo kafanya watu kila mtu anaamka. Unajua watu hip hop walikata tamaa. Walitulia. Mimi nishaikuongeaga zamani kwamba kitu kinachonikatisha tamaa, record label za bongo zote inasimamia wasanii wa kuimba. So kweli. Muziki wa bongo ulianza kwenye hip hop. Kwa kama una record label, jitahidi kuweka wasanii wa kuchana pia wawepo. Kwa sababu pia wasanii wa hip hop wana IQ kubwa sana kuliko wasanii wa bongo flava. Okay. Asikwambie mtu yote. Okay. Uliza kokote wasanii wa hip hop, naongelea hapa wa Tanzania nzima. Ukichanganya na wa bongo flava, wasanii wa hip hop wamesoma kuliko wa bongo flava. Okay. Chunguza hicho kitu. Ndio maana nikasema tu support cha kwetu. Sio nani tuachane nao. Sasa hivi tufanye kazi zetu, tufanye kama wanavyofanya hivi Azma. Serikali na msupport na sisi tunamsupport. Tushafanya project nyingi na wasanii pia wazidi kumsupport kwa sababu mwanetu kajitoa. Na hizi zote zinazotokea kwa sababu Azma amefanya 1 2 3. Kwa hiyo mimi namwombea Mungu mambo yazidi kuendelea. Wasanii wa hip hop ujue, yani hata ukiangalia Amerika bwana, wasanii wa hip hop ndio wana hela. Alafu wanafuata wasanii wa kuimba. Ndio iko hivyo, yani siongee unafiki. Ni true story. Ila kwa bongo iko tofauti. Bongo wasanii wa hip hop, bongo uongo mwingi. Sasa tutaki mambo ya uongo sasa hivi. Kila mtu apewe credit zake. Watu wa hip hop wamesoma, mimi nakwambia wana IQ kubwa, kinaangalia kina singa kina nani watu wakina nani likiwa pili. Wako wengi wamesoma na wana IQ kubwa, lakini wasanii wa bongo flava ukiwafananisha na wasanii wa hip hop vitu vile tofauti. Watu sisi wote tunategemeana. Wale wa hip hop wananitegemea mimi niwapigie chorus. Na wao pia wanategemea wanipigie verse kwenye nyimbo zangu. Kwa hiyo lazima tushirikiane. Tuwe kitu kimoja ili tuweze kumove muziki wetu ufike mbali. Wamesoma, wana IQ kubwa, lakini hatuwaoni kama wanafanikiwa. Sababu ndio hiyo sasa. Wao wanaamini kwamba wanabaniwa. Hakuna kubaniwa mwanangu. Yaani hapa tuna move, tuondokeni sasa hivi tupate hela. Ambaniwi mtu yoyote. Mimi wenyewe tunaambia Beka unabaniwa, nikamwambia hakuna mtu ananibania labda Mungu peke yake. Lakini binadamu hawezi kumbania binadamu mwenzie. Hata siku moja. Ni nyakati. Tuonyeshe movement, tuonyeshe uwezo, tufanye kazi. Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.